Mojawapo ya nguzo muhimu katika imani ya Kikristo ni fumbo la Utatu Mtakatifu, kwamba Wakristo kote duniani wanaamini Mungu ni mmoja ambaye katika nafsi tatu: Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Lakini kwa upande wa Wakristo hatuamini kwamba hizi nafsi tatu zinatengeneza miungu mitatu. Hapana. Lakini nafsi tatu za Mungu ambaye ni Mungu mmoja: Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Kwa miaka mingi au kwa karne nyingi, wanateolojia kote duniani na walimu wa Biblia na imani ya Kikristo wamekuwa wakijaribu kutumia mifano ya namna nyingi kulielezea hili fumbo la Utatu Mtakatifu kwamba linakaaje, kwa kutumia lugha mbalimbali za picha. Leo hii nataka nikuletee namna moja ambayo naamini ni nyepesi, itakusaidia kulielewa, ambayo binafsi katika tafakari yangu nimeona kwa kiasi kikubwa linaelezea vizuri huu Utatu Mtakatifu. Na katika kutafakari kwangu nikalitazama jua. Hili jua liko wastani wa kilomita milioni 93 kutoka duniani. Lakini fikiria wewe, tuseme una mtu ambaye muda wa mchana amesimama nje, wakati wa mchana wa jua kali. Tunasema huyu mtu amesimama juani. Lakini huyu mtu amesimama nje. Jua ambao tunasema amesimama juani liko kilomita zisizopungua milioni 93, lakini bado tunasema amesimama kwenye jua. Hili jua linatoa nishati kuu mbili: nishati ya mwanga na nishati ya joto. Jua hili huwezi kulitenganisha na nishati yake ya mwanga, na huwezi kulitenganisha na nishati yake ya joto. Na hali kadhalika huu mwanga wa kwake hauwezi kuwepo pasipo kuwepo jua. Hali kadhalika na ile joto haliwezi kulitenganisha na jua pamoja na ile nishati ya mwanga. Sasa katika kutafakari, jua tunaipa mfano kwamba ndio Baba wa mbinguni. Na katika imani ya Kikristo, namna gani kanuni ya imani ya Kristo inavyozungumzia ni kwamba mwana anatoka kwa Baba. Na ukisoma maandiko, Bwana Yesu mwenyewe anasema anatoka kwa Baba, na baadaye kabla ya kufa msalabani na kufuka anasema narudi kwa Baba. Mwanga huu unawakilisha Bwana wetu Yesu Kristo, na pia maandiko yanamzungumzia yeye mwenyewe Bwana Yesu Kristo kwamba ni mwanga wa ulimwengu. Mimi ni nuru ya ulimwengu, anajisemea mwenyewe pia katika maandiko. Utaona katika Injili anajielezea mara kadhaa, mimi ni nuru ya ulimwengu, nimekuja ili kuliondoa giza, nimekuja kuwapa nuru. Na kadhalika baadaye Bwana Yesu anawaambia wanafunzi wake kwamba nitamtuma msaidizi, huyu Roho ambaye atakaye na nyinyi, atawafundisha yote na kuwakumbusha yote niliyoyasema. Kwa hiyo tukitafakari hapa, jua ndio Baba wa mbinguni kwa mfano, na hii nishati yake ya mwanga inawakilisha Bwana wetu Yesu Kristo, na nishati ya joto ambayo ndio lile joto linalotoka katika nuru ya jua ndio inawakilisha Roho Mtakatifu. Na kwa upande mwingine, baadhi ya madhehebu ya Kikristo wanapomzungumzia Roho Mtakatifu wanasema pasha moto ubaridi wetu. Hili ndio joto ambalo linatokana. Hali kadhalika katika imani hii ya Kikristo, pia katika lile fumbo la Utatu Mtakatifu na katika kanuni ya imani inazungumziwa kwamba Roho Mtakatifu anatoka kwa Baba na kwa Mwana. Ukitafakari ile nishati ya joto, huwezi kuitenganisha na jua na huwezi kuitenganisha na nuru yake, yani ile nishati ya mwanga, kwamba mwanga kwa kiasi kikubwa ndio unabeba ile nishati ya joto ambayo tunalipata wakati wa jua mchana. Na kwa namna nyingi Bwana Yesu mwenyewe katika maandiko tunasema kwamba ndio anayekuja kumfunua Baba wa mbinguni, anamfunua Mungu. Na ukitafakari, fikiria umeamka asubuhi, jua limechomoza. Si kawaida kwa wanadamu kutoka nje kwenda kuliangalia jua ili wathibitishe kwamba jua kweli limechomoza au jua linawaka. Kitendo cha kuona tu mwanga unagundua kwamba jua sasa limechomoza na ni muda wa mchana. Na hali kadhalika kitendo cha jua kuzama, mwanga unapopotea, unajua jua limezama, hata kama huangalii ile jua lenye. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine, naamini mfano huu unaelezea vizuri namna gani Utatu Mtakatifu ulivyo. Jua na nishati zake mbili,
mwanga na joto. Halikadhalika hivi vitu vitatu havitengamani. Huwezi kusema leo hii jua limechomoza pasipokuwa na mwanga. Halikadhalika huwezi kuwa na ule mwanga wa jua pasipo jua kuchomoza. Halikadhalika nayo ile nishati ya joto haiwezi kuwepo pasipokuwa na jua lenyewe pamoja na mwanga wake kuwepo. Nitakusomea maandiko kama 4 ambayo kwa namna moja au nyingine yanajielezea, yanafafanua kwa kiasi fulani huu Utatu Mtakatifu na huu mfano niliotoa wa jua na nishati zake mbili za mwanga na joto. Mstari wa kwanza nitakusomea ni kutoka kwenye Injili ya Yohana sura ya 14 mstari wa 9. Tukasome na tusikilize. Yohana anasema hivi: Yesu akamwambia, mimi nimekuwapo nanyi siku hizi zote, wewe usinijue Filipo? Hapa Bwana Yesu anakuwa anamjibu Filipo, manake kabla ya hapo Filipo alimuuliza. Filipo akamwambia, Bwana, utuonyeshe Baba, yatutosha. Yesu akamjibu. Yesu akamwambia, mimi nimekuwepo pamoja nanyi siku hizi zote, wewe usinijue Filipo? Aliyeniona mimi amemuona Baba. Basi wewe wasemaje utuonyeshe Baba? Bwana Yesu kwa ufupi anamaanisha kwamba yeye Filipo anapomuona Bwana Yesu pale na wale wanafunzi wengine, kwamba awe na imani kwamba ameshamuona Baba. Halikadhalika na sisi pia, kama nilivyotoa ile mfano mwingine pale asubuhi, jua linapochomoza, unapoona mwanga, huhitaji kuangaza macho yako angani. Utakapoliona jua ndipo uwe na uthibitisho kwamba kweli jua limechomoza. Kitendo cha kuona ule mwanga, moja kwa moja mtu yote anajua sasa jua limechomoza. Na kwenda kusoma mstari mwingine wa pili wa Mathayo sura ya 11 mstari wa 27 ambao pia utatusaidia kuelewa zaidi. Mathayo sura ya 11 mstari wa 27 unasema hivi. Huyu ni Bwana Yesu anaongea. Akasema, nimekabidhiwa vitu vyote na Baba yangu, wala hakuna mjuae Mwana ila Baba, wala hakuna mjuae Baba ila Mwana, na yeyote ambaye Mwana apenda kumfunulia. Wanasayansi kwa kipindi kirefu sana mpaka sasa wanajaribu kuelezea nini kinachounda ule mhimili wa jua. Wengine wanasema labda kuna katikati yake kuna vitu vigumu, wengine wanasema ni mhimili wake umetengenezwa kwa aina fulani fulani za gesi na kadhalika. Lakini mpaka leo hii hakuna uthibitisho kamili kuweza kujua muundo wa jua umeundwa na elementi za aina gani. Lakini Bwana Yesu anatuambia yeye peke yake ndo anayemjua Baba, wala labda atakaye kumfunulia. Na leo hii kwa kuangalia mwanga tunaweza kulielezea jua. Wanasayansi kwa kutafiti mwanga ndipo wanakuja na tafakari mbalimbali kuhusu nini kimetengeneza ule mhimili wa jua. Na kwenda kusomea andiko jingine linatoka Injili ya Yohana sura ya 10 mstari wa 30. Yohana anasema, hapa ni Bwana Yesu pia anaongea, mimi na Baba tu wamoja. Tunarudi tena katika ule mfano wetu kwamba huwezi kutenganisha baina ya jua na nishati yake ya mwanga. Japo mwanga unatoka kwenye jua, lakini kadhalika bila ya mwanga uwepo wa jua haupo. Hali kadhalika bila ya jua uwepo wa mwanga haupo katika mfano wetu. Tunasoma mstari mwingine wa mwisho kutoka kwenye Injili ya Yohana sura ya 16 mstari wa 13 mpaka wa 15. Hii andiko la mwisho linaenda kumuelezea zaidi Roho Mtakatifu. Nitajaribu kutengeneza lugha ya picha na kufananisha katika hili andiko na kuhusu juu ya huu mfano iliyoutoa. Andiko letu hili linatoka katika Yohana sura ya 16 mstari wa 13 mpaka wa 15. Andiko linasema hivi: lakini yeye atakapokuja huyo Roho wa kweli, atawaongoza awatie kwenye kweli yote, kwa maana hata nena kwa shauri lake mwenyewe, lakini yote atakayoyasikia atayanena, na mambo yajayo atawapasha habari yake. Yeye atanitukuza mimi, kwa kuwa atatwaa katika aliyo yangu na kuwapasha habari. Na yote alionayo Baba yangu ni yangu. Kwa hiyo nalisema kwamba atatwaa katika aliyo yangu na kuwapasheni habari. Huyu ni Bwana Yesu anazungumza alipokuwa na wanafunzi wake, anazungumzia kuhusu ahadi yake ya kumtuma Roho Mtakatifu. Katika imani ya Utatu Mtakatifu, Wakristo wanaamini kwamba Roho Mtakatifu anatoka kwa Baba
na Mwana. Na Bwana Yesu anatueleza wazi kwamba huyu Roho Mtakatifu atakuja na maneno ambayo ni ya Baba, lakini Bwana Yesu anatuhakikishia maneno yaliyokuwa ya Baba ni yake. Turudi katika ule mfano wetu wa jua na nishati ya mwanga pamoja na nishati ya joto. Tumesema pale mwanzo kwamba joto katika mfano huu unawakilisha Roho Mtakatifu. Sasa ukitafakari utagundua jua ndiyo chanzo cha nishati ya mwanga na nishati ya joto, lakini vile vile hili joto pamoja kwamba linatoka kwenye jua linategemea uwepo wa mwanga ili ile nishati yake tuweze kuipata pia. So kwa tafakari hii fupi, naamini inaweza kukuelewesha namna gani huyu Mungu mmoja anaishi katika nafsi zake tatu. Ni fumbo pengine ni gumu kidogo, lakini naamini kwa mfano huu umeweza kupata mwanga, na kuombea kwamba kwa wewe ambao bado una lega au unapata kusita kuelewa, nina imani pengine mfano huu umeweza kukufunulia mengi kuhusu ile fumbo muhimu katika imani ya Kikristo. Karibu tena, naendelea kufuatilia channel hii kuendelea kujifunza mambo mengi zaidi. Asante.